Lakini hatuko peke yetu hapa, tuko na Sara Bakalalo upande wa pili wa studio zetu hapa, ambayo tuko naye kwenye mahojiano haya. Pengine Sara, kwa kuanza naye mgeni wetu, nikupa nafasi hiyo ukaanza na mgeni wetu. Labda tunavyoanza, wewe ni mkurugenzi msaidizi katika idara ya mpango miji. Tunapozungumzia swala la urasimishaji wa makazi holela, mtu mwingine anataka kufahamu nini hasa mnalenga kufanya? Asante. Tunapozungumzia urasimishaji wa makazi holela, tunazungumzia kupanga makazi ambayo hayakupangwa, yamejengwa kiholela, kuyapanga, kuyapima na kuyamilikisha, yani kuwawezesha wale wananchi kupata hati miliki. Lakini zoezi hili huenda sambamba na uwekaji wa miundombinu kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo wakati wa utekelezaji wa zoezi, makubaliano yanafanyika miongoni mwa wale wananchi, kukubaliana kuachiana maeneo ya barabara, kuacha maeneo ya jamii, kwa mfano maeneo ya shule, maeneo ya zahanati, viwanja vya kucheza watoto. Kwa hiyo mwisho wa zoezi ni kwamba wananchi wanapata hati zao, lakini na maeneo yaliyokuwa hayafikiki sasa yanafikika. Maeneo yaliyokuwa hayana mitaro ya maji ya mvua yanakuwa yamewekewa mitaro, na maeneo ambayo yalikuwa hayana maeneo ya huduma za jamii yanapata sasa huduma hizo. Labda mtu mwingine anataka kufahamu, mnavyosema sasa mnataka kuanza kupanga na kupima, mnategemea kuanza na maeneo yapi ambayo mnaona sasa haya yanatakiwa kuanza na zoezi hili? Zoezi la urasimishaji ninaweza nikasema limekuwa likifanyika kwa kutumia mbinu tofauti tofauti kwa nyakati tofauti. Zoezi hili sige nililianza tangu miaka ya 70. Kwa mfano miaka ile ya 74 tulikuwa na zoezi kwa Kiingereza tulikuwa tunaita sites and services. Yaani linatengwa eneo, linawekewa huduma, alafu wale wananchi waliokuwa kwenye maeneo holela wanahamishiwa kwenye maeneo mapya. Mfano eneo hili ni Sinza. Kwa sababu Manzese ni eneo ambalo lilianza kujengwa kiholela siku nyingi. Kwa hiyo ili kuondoa ile hali ya uholela, eneo la Sinza likapimwa viwanja. Wale wananchi ambao waliondolewa maeneo kupisha barabara, kupisha maeneo ya huduma, wakapewa viwanja Sinza. Ukienda Mbeya pia eneo la Mwanjelwa viwanja vilipimwa kwenye eneo linaitwa Soweto au Block Q, ambapo eneo waliokuwa wameathiriwa kwa kupitiwa na miundombinu walihamia kwenye maeneo. Sasa eneo la urasimishaji mara nyingi huwa linafanyika kwenye maeneo ambayo kasi ya ukuaji wa ujenzi holela inaonekana ni kubwa sana. Na kwa sasa miji yetu ambayo inaongoza kwa ujenzi holela, miji kama Mbeya, Arusha, Dar es Salaam, Mwanza, ndio maeneo ambayo tunatoa kipaumbele kuyarasimisha kwa sasa. Labda mtu mwingine anaweza kashangaa, huyu anavyozungumza kwamba wanapangwa, wanaondolewa na kuja kuweka sehemu nyingine. Mtu mwingine ameshamiliki eneo lake muda mrefu na pia ana vyanzo vingine vya biashara katika maeneo hayo. Labda anataka kuelewa mfumo mzima mtafanyeje? Okay. Hilo swala nilozungumzia la kuwahamisha na kuwapeleka kwenye maeneo mengine ni ule utaratibu uliofanyika miaka ile ya 74. Lakini urasimishaji unaofanyika sasa ni shirikishi, kwa maana kwamba kabla ya kuanza zoezi wananchi wanapewa elimu ya umuhimu wa zoezi na ushiriki wao utakavyokuwa, kwa maana kwamba tutawataka mahali pengine mtu ajitolee sehemu ya eneo lake. Yaani inakuwa ni kama mchango wake ili kuboresha makazi kwenye lile eneo. Kwa hiyo kama ni mahali tunataka tupitishe barabara, wale wanaopakana barabara yetu labda ni ya mita 6, labda iliyopo ina mita 4. Kwa hiyo tunataka tuiongeze ifike mita 6. Basi huo upande wao katatoa mita 2 na huo mita 2, wakisha kubaliana tunapitisha. Kwa hiyo swala la fidia linakuwa halipo na linafanya kwa namna ya makubaliano zaidi. Na kikataa kujitolea sasa? Kitu ambacho wao tunafanya, kwa sababu tunasema lengo ni wote wanufaike wakazi wa lile eneo. Kwa hiyo wale ambao wanakataa tunawaruka, tunawaacha, tunaenda mbele. Sasa mtu anaweza kujikuta yeye peke yake ndio amekataa, na kwa hiyo eneo lake linarukwa, barabara ile inazungukia upande mwingine. Saki baadaye baada ya muda akigundua kwamba hataweza kuja kupata hati, alafu wenzake kwa sababu ni jambo wamelikubali kwa wingi wao, mara nyingi imetokea mwisho wa siku huwa wanakubali. Tumeona mfano huu Kimara ambako zoezi hili linaendelea. Labda sasa kuna mtu mwingine, unajua kuna mtu mwingine anasema acha tu ipite, kama umesema ipite na inapita huko mbele, acha tu ipite, lakini amengangania pale pale. Na umeshasema kwa swala hili la fidia halitokuepo. Mtu anataka kuelewa hayo majengo mtakayojenga nyinyi, umiliki wake utakuwaje? Labda mgawanyo sasa, kwa sababu umesema ni kama mfumo wa gorofa vile unapokuwa. Yeye nafasi yake iko wapi kwenye umiliki wa lile eneo? Okay. Nimezungumzia namna mbili za uboreshaji wa makazi yaliyojengwa kiholela. Nimesema yale makazi ya pembezoni mwa miji kwa kawaida huwa hayajajaa sana.
Yaani unaweza ukapata sehemu ukapitisha barabara, ukapata eneo wazi, ukapata eneo la kuweka kituo cha watoto yatima au shule ya awali au zahanati. Kwa hiyo kwa maeneo kama hayo hatumuondoi mtu wala hatumuathiri mtu yeyote. Na pale inapolazimu sana kulipa fidia, katika ile michango ambao wananchi wanachanga kugharamia upimaji ule, kuna asilimia ndogo sana inatengwa kwa ajili ya basi kuwafidia hawa ambao wamejitolea eneo lao tuweke huduma ya kijamii. Sasa namna nyingine ya uboreshaji wa makazi haya ni kwenye maeneo ambayo yamesongamana sana. Na haya ni yale maeneo ambayo yalianza siku nyingi, maeneo kama ya Manzese, maeneo ya Vingunguti, Buguruni, Keko Sasa maeneo kama yale ukiangalia kwanza yako kwenye eneo ambalo lina thamani kubwa sana ya ardhi, ambalo yani ukiweka shughuli za uwekezaji au shughuli za kibiashara zinaonekana zinafanyika vizuri kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo maeneo kama haya tumejifunza kwenye nchi za wenzetu, ni utaratibu ambao sisi hapa kwetu tulikuwa hatujawahi kuanza, lakini tunataka tujaribu kutumia, kwamba tunawashirikisha wananchi kwamba tunataka tuboreshe makazi kwenye eneo lenu. Na kitakachofanyika ni kwamba wapo watu wana uwezo, wana fedha, wanaweza wakasafisha eneo hili kwa maana ya kuclear nyumba zote, lakini wakawajengea nyumba eneo hili. Kwa hiyo hamtaondolewa kwenye maeneo yenu, na kwa hiyo badala ya kupewa fidia ya fedha na kuondoka, unapewa nyumba ya kisasa bora, nyumba ya gorofa. Sasa eneo linalobaki ndio linapangwa sasa vizuri kimipango miji, kwa maana kwamba sasa tunapata maeneo ya kuweka huduma za benki, ofisi, linakuwa limepangwa vizuri. Na tumejifunza hili kwenye nchi za wenzetu za Asia. Nchi kama China wanatuambia kuna maeneo yalikuwa ni vijiji na watu walikuwa wamejijengea kiholela, lakini kupitia utaratibu huu wameweza kupanga miji yao yote. Kwa hiyo tumeanza, kwa mfano kuna eneo mkabala na uwanja wa ndege wa taifa, wa Julius Nyerere. Lile eneo, unajua sura ile mtu anapotoka airport anakutana na eneo ambalo halijakaa vizuri. Kwa hiyo tulijaribu kuongea na wale wananchi, wakaonyesha utayari kwamba kama tutaboreshiwa makazi na hatutaondolewa kwenye maeneo yetu, tutakuwa radhi. Watakuwa radhi. Tukizungumzia nyinyi mnakuwa mnahusika na kupanga, kupima, lakini vile vile na kumilikisha. Tukija hili swala la kupanga, utekelezaji wake ukoje? Maana moja ya shughuli yenu ni kupanga, na mnapokuwa mnapanga pengine eneo hili litakuwa la barabara, eneo hili pengine litakuwa kwa ajili ya kiwanja, eneo la wazi kadhalika. Utekelezaji wake ukoje? Maana kila siku tunaona watu wanajenga kiholela. Watu wanaweka sehemu ambapo makazi, yani wanaweka makazi sehemu ambapo pengine haistahili kuwekewa makazi, kadhalika na nyumba zimezidi kuwekwa katika mfumo ambao si sawa. Kwa nini hili linaendelea kila siku kati na nyinyi mpo? Nashukuru kwa swali zuri. Changamoto hii ya ujenzi holela kuonekana unaenda kwa kasi kuliko kasi ya wataalamu kupanga miji yetu linachangiwa na mambo mengi. Lakini sababu mojawapo ni wimbi kubwa la vijana au watu wanaohama kutoka vijijini kuja mijini. Wimbi hili ni kubwa kiasi kwamba miji yetu haijawa tayari kuaccommodate wingi huo wa watu. Na kwa hiyo watu wanapofika mjini wanakuta viwanja vilivyopangwa ni vichache, na uwezo wa serikali kulingana na budget zinazokuwepo unakuwa ni mdogo kuhakikisha kwamba tunapima maeneo mengi. Na ndio maana sasa hivi sheria yetu inaturuhusu kutumia sekta binafsi pia kuingia katika hili, na imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kasi ya upimaji wa viwanja angalau imeongezeka, na tunaamini itasaidia kupunguza hili tatizo. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo. Kwa ufuatiliaji wake, mfano mnapokuwa mmepanga hapa, tumepanga hiki na hiki na hiki, alafu hakuna namna kufuatilia kuona hawa tuliowapangia wasiweze kukiuka licha ya watu kuongezeka mijini. Nashukuru. Niseme kitu kingine pia. Naam. Miji yetu mingi imekosa mipango kabambe, master plans. Miji yetu haijawa na master plan mingi, kwa hiyo mtu anapokuja anaanza kujenga mahali, hakuna muongozo wote unaoonyesha kwamba eneo hili limetengwa kwa shughuli fulani. Na kwa hiyo sasa inapofika mnataka kuanza kupanga, mtu yule amekwisha kufika. Lakini changamoto nyingine ni fidia, kwamba maeneo mengi sasa hivi yanatwaliwa kwa kulipwa fidia. Huwezi ukachukua eneo la mtu kaanza kulipanga hujalipa fidia. Kwa hiyo unakuta halmashauri zinapanga vizuri maeneo, wakati wanaendelea kutafuta fedha za kulipa fidia ili wayatoe maeneo yale, wenyeji wale, pressure ya watu wanaokuja ni kubwa, wanaendelea kuyauza. Kwa hiyo watu wanaonunua wanaendelea kujenga. Lakini katika siku za karibuni, na hasa sasa tunapoongea, tunaendelea na kasi kubwa ya uandaaji wa mipango hii kabambe
mpaka sasa tuna miji zaidi ya 20 inaendelea iko katika hatua mbalimbali za kuandaa mpango kabambe, ambayo itakuwa ni rahisi sasa mtu anapofika anataka kujenga, unamuonyesha kwamba mpango hapo unaonyesha ni eneo la viwanda, huwezi kujenga nyumba ya kuishi. Kwa hiyo ule mpango unakuwa unasaidia kutoa mwongozo wa ujenzi katika mji husika. Kwa hiyo ninaamini katika miaka michache inayokuja udhibiti utakuwa ni mzuri zaidi, kwa sababu tutakuwa na ramani au mipango inayoongoza ukuaji wa miji yetu. Kabla sikupeka kwa Sara, kuna upangaji na upimaji wa ardhi, lakini vile vile na kummilikisha mtu ardhi yake na sehemu ambayo imeshapimwa kabisa, imepangiliwa vizuri. Lakini kumetokea mara kadhaa unakuta mtu anakuwa anapewa hati mbili, pengine anakuwa watu wawili wanamiliki eneo moja. Hilo nalizungumziaje? Hili limekuwa likitokea na hasa katika miaka ya nyuma, na ninaweza nikasema kwamba wapo wataalamu wetu wa ardhi ambao sio waadilifu, ambao wamekuwa kitumia nafasi zao vibaya, kwamba anajua kabisa kiwanja hiki amemilikisha mtu fulani na amempa hati, lakini baada ya muda anatokea mtu mwingine anahitaji kiwanja na anatoa kiwanja kile kile, na ujanja ambao unafanyika, huyu wa pili anaambiwa jenga haraka. Sasa hili pia serikali imeliona na wizara iko katika harakati za kujenga mfumo wa kielektroniki ambao utatunza takwimu zote za viwanja ambavyo vimemilikishwa, na tutaanza kwa vile viwanja vya zamani, na sambamba na hilo pia tunaendelea na zoezi la kuwatambua wale wananchi wote ambao wameathiriwa na udanganyifu huo, kwamba mtu ana nyaraka zake lakini nyaraka hizo pia ziko na mtu mwingine. Kwa hiyo tumefanya uhakiki kuwatambua waliokuwa wanastahili, na pale ambapo tuligundua kwamba mtu ambaye alistahili hakupewa haki yake na alilipa gharama zake, wizara imeamua kuwapa viwanja vipya mahali papya, na hili limefanyika Arusha. Mheshimiwa Waziri aliagiza viwanja vimepimwa viwanja 100 na wapo wananchi ambao watafidiwa. Lakini hapa Dar es Salaam pia kuna viwanja vimepimwa eneo la Pemba Mnazi kule wilaya mpya ya Kigamboni, ambapo wananchi zaidi ya 400 wanatarajiwa kupewa viwanja kule. Kwa hiyo kwanza tunashughulikia wale wote ambao waliathiriwa kuhakikisha wanapata viwanja, lakini mfumo ambao tunautengeneza sasa wa kutunza takwimu zetu ni ule ambao hautaruhusu kuandaa hati nyingine juu ya hati ambayo ipo. Mfumo utakukatalia tu, kwa sababu kila kitu kitafanyika kielektroniki, na tunakoelekea itafika mahali hata ule urasimu wa kupata hati hautakuwepo tena. Sara? Labda sasa kuna swali lingine mtu anajiuliza, kwa sababu amesema watu wanajenga kwa kasi kuliko mfumo wa upimaji wa viwanja. Naam. Sasa kwa jinsi sijajua mpango wao utaanza kutekelezwa maeneo ambayo inaonekana sasa hizi watu wengine wanajenga, kwa sababu kutoka maeneo ambayo yanakwenda kama mfano Mbezi huko, Kimara, Tegeta huko. Naam. Wakati tunashangaa huko kuna mlima, juu ya mlima lakini amejenga. Naam. Sasa upimaji utakuwaje na mipango miji hapa itakuwaje, kwa sababu inaonekana watu wanajenga kwa kasi kuliko utendaji kazi wa wizara? Asante. Kwa jiji la Dar es Salaam tunayo program ambayo tumejipangia kwa mwaka huu wa fedha na ambayo tutaendelea nao na mwaka ujao, kuhakikisha tunapima maeneo yote ambayo yameendelezwa kiholela, na tumetambua maeneo karibu 300, yani vipande vya ardhi au viwanja 300. Na kwa kuanzia tumeanza katika kata za Kimara na Saranga, ambako tulikuwa tumelenga kuanza na viwanja 600 na tunaendelea, tumeshafanya zaidi ya 300. Kwa Kimara ni viwanja 6000 tulikuwa tumeamua tuanze navyo kama eneo la mfano, ili tujifunze changamoto gani tutakutana nazo zitusaidie tutakapoingia kwenye zoezi kubwa la kurasimisha jiji zima la Dar es Salaam, tujue namna ya kukabiliana nazo na kulifanya zoezi hili kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo hilo tumeliona, na ili kuwa na nguvu ya pamoja tumezishirikisha kampuni binafsi za upangaji na upimaji tuweze kusaidiana kukabiliana na kasi hii. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko kwenye mipango yetu. Labda sema maeneo ambayo bado watu sasa wanaenda kuendeleza, ukiacha ambao tayari sasa huku labda utaratibu ukoje? Mwananchi anatakiwa kufanya nini kabla hajaanza kujenga? Naam. Kwa maeneo ambayo bado hayajaharibiwa, niseme hayajajengwa, tunashauri wananchi kabla hajanunua, kwa sababu huwa wanaanza kwanza kwa kununua. Ni vizuri wapate ushauri wa wataalamu, na hasa katika kipindi hiki ambacho tumeandaa master plan, kwa sababu mwananchi anaweza kanunua eneo kumbe master plan imetenga eneo lile kwa shughuli ya kijamii, kwa mfano labda ni shule. Sasa atakaponunua eneo anataka kujenga, master plan natuambia ni shule, hataweza kujenga. Kwa hiyo ninawashauri wananchi wanapotaka kujenga wapate ushauri kutoka kwa wataalamu, lakini pia nitoe wito kwa viongozi wetu wa mitaa, kwa sababu wale ndio wanaosimamia mauziano ya viwanja kwenye maeneo hayo.
wao ndio wanaweza kutusaidia sana kudhibiti kasi hii. Uwapate pia ushauri wa wataalamu, kwa sababu inawezekana kabisa pia kuwaelekeza wananchi wajengeje, ili hata mipango itakapokuja baadaye basi iweze kuwaingiza na wao bila hata kuharibu taratibu. Labda mtu mwingine anaweza kujua kwa katika maeneo yote, ukiangalia kuna wakati tulisikia kwamba ramani zimetoka katika maeneo, kwa mfano labda Kimara, wapi. Viongozi wa mtaa wanazo hizo ramani ili kuepusha usumbufu unaojitokeza. Ya, ni kweli waziri aligawa, tuligawa ramani hizi kwa wenye viti wa mitaa, na tulichofanya tuligawa kwenye maeneo ambayo hayajaharibika, kwa maana kwamba ni maeneo ambayo yalipangwa, yamepimwa, na vile viwanja ukiangalia kwenye ramani unaviona. Lakini kuna maeneo ambayo ramani zilishaandaliwa, lakini kwa sababu maeneo hayakulipiwa fidia, kwa hiyo wenye maeneo yao bado walikuwa na haki ya kuyafanya vyovyote, kama ni kuuza au kujenga. Sasa ukilinganisha ramani na lile eneo havifanani, hali halisi haiendani. Maeneo haya ndio tunataka tuyarasimishe. Tukisha yarasimisha sasa tutakuwa tumeshajua eneo la huduma ni lipi, eneo la wazi ni lipi, na baada ya hapo tutakabidhi ramani zile kwa viongozi wa mitaa. Kwa hiyo watatusaidia kudhibiti ujenzi holela ambao unaweza kutokea. Labda na kwa mtu ambaye sasa ameshajenga anahitaji kupimiwa, kuna gharama zozote? Zipo gharama kwa mtu anayehitaji kupimiwa. Zipo gharama za kuandaliwa ule mchoro wa mpango miji, kwa sababu kabla ya kupima eneo lazima uandaliwe mchoro unaoonyesha eneo husika, mahali pale anapoishi, lakini na maeneo yanayomzunguka. Sasa zipo gharama za kuandaa mchoro wa mpango miji, zipo gharama za kupimiwa, lakini zipo gharama za kuja kumilikishwa. Sasa kwa sasa hivi gharama ambazo zinafahamika ni zile za upimaji, ambazo wizara tayari ilikuwa imeshaonyesha kwamba kwa kiwanja cha chochote cha makazi gharama ya kupimiwa haitazidi shilingi 300,000. Haitazidi 300,000. 300,000. Gharama za kupimiwa eneo la makazi. Eneo la makazi, yani kwa maana ya tunapozungumzia eneo la makazi tuna size zetu za viwanja. Naam. Tuna aina 3 za size za viwanja. Tuna viwanja vya ujazo wa chini high density, tuna ujazo wa kati na ujazo wa juu, ambacho cha chini kabisa kina mita za mraba 300 na cha juu kabisa kina mita za mraba 2500. Kwa hiyo kinapozidi hapo, maana hicho kiwanja kinatakiwa kigawanywe, na kwa hiyo kutatokea duplication. Sasa hiyo ni bei elekezi ya kuanzia, kwa maana kwamba mtu huyu atapaswa kulipa gharama za kuandaa ule mchoro. Sasa gharama za uandaji wa mchoro, kwa sababu mchoro wa mpango miji huwa ni wa jumla, unachukua eneo kubwa. Naam. Sasa hivi bado tunaandaa gharama ambazo zitakuwa elekezi, zitawasaidia hata wenzetu wa sekta binafsi. Lakini zipo gharama za kutayarishiwa hati mpaka kulipa. Gharama hizi pia zinafanyiwa maandalizi ili zitakapokamilika tukiunganisha wenzetu hao waweze kupewa, kwamba hata wanapotangaza kufanya kazi za upimaji basi waweze kuzitumia. Mimi nilikuwa nataka nijue kwenye hapo kwa sekta binafsi, ufuatiliaji ukoje kuhakikisha kuwa wanatekeleza yale ambayo nyinyi mnataka wananchi waweze kupata ile huduma ambayo stahiki kwa wananchi, ikiwemo kwa mfano kwa kutoza hizo gharama za upimaji, alikadhalika na namna ya kuweza kuamilikisha ile eneo. Utaratibu wake ukoje kuhakikisha kwamba pengine hakuna wengine ambao wanakuwa wanatoza gharama kubwa? Maana mtu akifikiria kwamba sasa nakwenda kupima eneo langu, mwingine amekuwa anatoa tena 300,000, lakini mwingine anaweza kama hizo gharama mmeweka ni kubwa sana, bado hapo ni kupima tu, kupanga ramani, bado hajapewa sui hati. Alafu tena hapo sasa hivi nasikia kuna bei elekezi tena ya kununua ramani sijui ambayo itakuja kupanga katika maeneo mengine. Hebu tuweke sawa hapa. Utaratibu ukoje kuhakikisha hizi sekta binafsi zenyewe zinapokwenda kutoa huduma kwa wananchi zinakuwa katika mlengo ule ambao unastahili ili kila mwananchi aweze kupata hii huduma? Utaratibu ukoje? Utaratibu kwanza, kampuni hizi binafsi wanapaswa kushirikiana na halmashauri kabla hawajafanya hizo kazi, kwa sababu jukumu kubwa la upangaji na upimaji na halmashauri. Kwa hiyo hata tunaporuhusu kampuni binafsi zifanye ni kwa kushirikiana na halmashauri, na zipo hatua ambazo lazima wapitie halmashauri ili wafikie huko. Kwa mfano, wakisha tambua eneo, yale maombi ya kulipima lazima yaletwe halmashauri, yajadiliwe kwenye vikao, yakubaliwe. Sasa imetokea katika siku za karibuni kwamba bei za viwanja zimekuwa juu sana. Sasa zipo fakta nyingi au yapo mambo mengi ambayo yanaweza kapelekea bei iwe juu. Kuna kampuni ambazo wanapima na kuweka miundombinu. Kwa mfano wanachonga na barabara, wengine wanaweka mpaka miundombinu ya maji, wanaweka mitaro ya maji ya mvua. Kwa hiyo bei huwa zinatofautiana kulingana na huduma ambazo zimepelekwa kwenye kiwanja kile. Kuna mwingine anapima tu analiacha kama lilivyo. Sasa yule ambaye atapima na kuweka huduma hizo, zile huduma ndizo
kupandisha gharama ya kiwanja au gharama ya kumpimia mtu kiwanja. Lakini pia vifaa ambavyo vinatumika kupima viwanja vina gharama kidogo. Sasa hivi tuko katika kipindi cha teknolojia, tunatumia vifaa ambavyo vinawasiliana na satellite. Na vifaa hivyo kila mwaka vinalipiwa leseni ya kutumia hizo satellite ili kupata usahihi wa maeneo ya watu wakati wa kupima, kuepusha migogoro. Kwa hiyo kutokana na hiyo kwamba ni lazima vile vifaa vilipiwe, ni pamoja na hicho ndicho kinachangia kwamba bei ya kupima kiwanja iweze kwenda juu. Ni kutokana pia na aina ya vifaa ambavyo vinatumika kupima viwanja. Labda sasa ikatokea watu wameungana kwa pamoja wakawa ni wengi, wakataji zoezi hilo lifanyike, gharama hizo zinapungua au zinabaki vile vile kama kijiji labda kikatokea kikahitaji huo msaada? Maana kuna watu ambao pengine uwezo wa kifedha hawana na wangependa wawepo katika wakataka waunganishe nguvu. Wakiunganisha nguvu inasaidia kupunguza gharama. Zipo gharama ambazo ni fixed, kila mmoja lazima atazilipa itakapofika kumilikishwa. Lakini zipo gharama ambazo wanapokuwa wameunganisha nguvu zinapungua. Kwa sababu mtu anapopima peke yake kiwanja kimoja, mpimaji ule huwa haanzi pale. Anaenda kuanzia mahali ambapo upimaji ulifanyika siku za nyuma na uliidhinishwa ukakubalika. Kwa lazima ajipange kutokea kule. Sasa wanapokuwa wengi inapunguza ile gharama, tofauti na ukimpimia mmoja leo, kesho kampimia mwingine peke yake na kishukutwa peke yake. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri zaidi wananchi kama wanataka kupimiwa na kupunguza gharama waweze kuunganisha nguvu. Naam, na ukitizama sasa katika maeneo mengine, kwa mfano unakuta kwamba watu wamejenga sasa na hawaelewi kwamba hapa alikuwa kuna shule au zahanati. Sasa mtafanyie na watu wameshajenga tayari maeneo yale, ukiacha huu mpango sawa kuendeleza ili kuweza kuwapangia magorofa au yatajengwa sehemu yoyote yale magorofa, au ni maeneo maalum kama hivi maeneo ambayo yanaonekana kama ulivyotoa mfano katika uwanja wa Mwalimu Nyerere? Hilo nimelisema ni kwa yale maeneo ambayo ujenzi umebanana sana kama Manzese nimetoa mfano. Na pia kwa mfano kama sasa Mbezi kuna maeneo pia yameshaanza kubanana sana. Huko mtafanyaje? Wanahitaji gorofa pia? Hapana, hatujafikia huko. Maeneo kama Mbezi bado tuna uwezo wa kupata sehemu za kuweka miundombinu ya barabara. Yaani kuna watu wana maeneo makubwa, kuna mtu ana ekari 3 huko Mbezi. Unajua yale maeneo mengine yalikuwa ni mashamba. Mwingine ana eka 4, mwingine ana robo eka. Kwa hiyo tukifanya yale mashauriano na makubaliano, watu huwa wanaelewa na kubali eneo lake linatolewa. Kwa hiyo nikijibu swali lako kwamba kwa maeneo ambayo sasa mtu alishajenga na mpango unaonyesha pale ilitakiwa iwepo shule au zahanati, maeneo haya ndio tunayoyafanyia sasa urasimishaji, kwamba tunayapima kama yalivyo sasa. Alafu tunawaeleza kwamba huku kwenu mlitakiwa muwe na eneo la shule, mlitakiwa muwe na eneo la zahanati. Kwa hiyo wanaangalia sasa miongoni mwao ni nani ambaye ana eneo kubwa angalau linaweza likatoa nafasi tupate shule. Lakini huyu sasa pia hatumwache apoteze kabisa. Kuna uchangiaji mdogo fulani unafanyika kwenye kila kiasi anachochangia mwananchi, kuna asilimia ndogo. Kwa mfano kwa Kimara nadhani kila mtu atachangia shilingi 30,000. Hizi zikipatikana zote kwa pamoja ndio zitasaidia kupata maeneo kama hayo. Hao wenzetu ambao watakuwa tayari kujitolea huduma zipatikane, basi watafidiwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo mtu hataondolewa kwa sababu eti eneo ile lilikuwa limetengwa kwa ajili ya shule. Kwenye zoezi la urasimishaji tunawapimia kama walivyo, lakini tunawaambia sasa pendekezeni nyinyi shule tuweke wapi, zahanati tuweke wapi, na tumekuwa tukifanikiwa kupata maeneo kwa njia hii. Labda sasa ili kuondoa migogoro ya ardhi, ili swala la urasimishaji wa ardhi na upangaji mpya, ni kwa maeneo ya mjini peke yake? Zoezi hili tunalifanya mijini. Kwa vijijini tunachofanya sasa hivi, baada ya kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya kijiji, tunaenda ndani zaidi, tunaangalia ile eneo lililotengwa kwa matumizi ya makazi. Lile nalo tunalipanga. Sasa hivi tumeanza kwenye vijiji ambavyo vinahatarishiwa mipango ya matumizi ya ardhi. Lile nalo tunalipanga, wale watu wakae kwa utaratibu, kwa mpangilio, taratibu maalum, ili kijiji kile kitakapokuwa na kuja kuwa mji mdogo, unakuwa mji mdogo uliopangika. Kwa hiyo ni kitu ambacho siku za nyuma hakikuwepo, lakini sasa hivi vijiji vyetu tunavipanga kwa namna hiyo kwamba kitakapokuwa basi kikue kikiwa kimepangwa. Pengine kuna changamoto yote ambayo mnakutana nayo kwa watu ambao wamekuwa kihodhi maeneo makubwa zaidi katika vijiji pengine na sehemu mbalimbali ambazo mmekuwa mkipita kwa ajili ya kupanga hayo maeneo? Huo utaratibu unakuaje? Hiyo lakini na pale ambapo mnakuwa mmepanga alafu mnapita, kuna wengine wanakuja wanavunja ule utaratibu. Sheria inasemaje hapo? Kwanza kwa hilo swali lako la kwanza, changamoto hiyo tunakutana nayo kwamba tunapotaka sasa watu wakubali kuachia maeneo yao tupate maeneo ya huduma za jamii, wapo watu ambao ni wagumu sana kuelewa.
ni wagumu, lakini tunajitahidi kuelewesha, waone faida, waone umuhimu, na ndio maana tunapenda kutumia zaidi ushirikishwaji. Na kwa maeneo ya vijijini huwa tunapenda kutumia wale wazee maarufu ambao wanasikilizwa, akitamka yeye basi wanaelewa kwamba linafanyika. Na kwa hili la pili kwamba napopanga sasa mkiondoka wengine wanavunja, inakuwaje? Kuvunja kwa maana ya kujenga sasa kiholela tofauti na ule mpango. Sasa hapa kuna mawili. Kwa siku za nyuma mipango ilipangwa, wananchi hawakulipwa fidia. Kwa hiyo unakuwa huna nguvu ya kwenda kumuondoa, kumuuliza kwa nini umejenga. Lakini sasa hivi kinachofanyika, ukilitoa eneo kwamba hili eneo nataka kulipanga kwa maeneo mapya sasa ambayo hayana nyumba, labda ni mashamba tu ya watu, kitu cha kwanza ni lazima ulipe fidia kwanza. Sasa ukilipa fidia, ile eneo ni mali yako. Hakuna mtu atakuja kuvamia, kwa sababu kama ni ule mkazi wa awali alishalipwa fidia, alikubali akaondoka. Kwa hiyo linakuwa liko huru. Kwa hiyo wewe uliyetoa eneo sasa ni jukumu lako kulilinda lisivamiwe. Na kwa hiyo kwa utaratibu wa sasa hivi wa kutoa eneo lililolipiwa fidia, sio rahisi sana kulivamia. Maeneo mengi yaliyovamiwa ni yale ambayo serikali ilishindwa kulipa fidia kwa wakati. Kwa hiyo wenye maeneo wakaendelea kuuza, wakaendelea kujenga. Na sasa hivi mtu akijiuliza, mimi nataka kwamba niende watu wanipimie hapa na kunimilikisha ile eneo langu, utaratibu mzima mpaka anakuja anapata hati yenyewe, anaweza kutumia muda gani? Maana mwingine anakuwa anafikiria, anasema mpaka nifanye utaratibu kwenda wizarani kufuatilia, mwingine halmashauri, ile inaweza kuwa ni mlolongo mrefu sana. Hili likoje? Hebu tuhakikishie hapa utaratibu ukoje kwa sasa hivi kuweza kupata, inatumia muda gani pengine? Muda itategemea ni wakati gani amepeleka maombi yake halmashauri. Kwa sababu hatua ya kwanza kabisa yule mwananchi atapeleka barua halmashauri kuomba kupimiwa eneo lake. Wakipokea ile barua watamtafuta, watamtaka aende akawaonyesha wataalamu eneo lake lilipo, ili walinganishe na mipango iliyopo kwamba je, linaangukia kwenye eneo linalofaa kupimwa au halifai. Kwa hiyo wakigundua kwamba linafaa, ombi lile linapelekwa kwenye vikao vya kamati za mipango miji za halmashauri. Kwa halmashauri za mijini, manispaa, majiji, lakini kwa halmashauri za wilaya ni kamati ya huduma za uchumi, ujenzi na mazingira. Kwa hiyo ombi lile litajadiliwa. Sasa vikao hivi hufanyika kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo ina maana kama ombi limekuja mwezi mmoja kabla ya kikao, basi ina maana litachukua huo mwezi mmoja kusubiri. Lakini kama limekuja ndio kikao kilifanyika jana, litapaswa kusubiri miezi mitatu mingine. Kwa hiyo sasa likisha jadiliwa, likipitishwa pale, ombi hilo lazima lipite. Ramani zile zinapelekwa mkoani, ofisi ya katibu tawala wa mkoa, kuna wataalamu kule wa mpango miji kwa ajili ya ukaguzi, zikikaguliwa zikaonekana zinafaa, zinapelekwa wizarani kwa ajili ya kuidhinishwa. Kwa hiyo sasa huwa inategemea na uwepesi, kwanza ombi lilikuja wakati gani. Kwa hiyo naweza nikasema muda wa chini kabisa tunaweza tukachukulia miezi 4 labda. Miezi 4 ndo baada ya kupimwa. Hapo nimechukulia toka alipopeleka ombi, wameenda kukagua, wamejiridhisha kwamba liko vizuri, alafu limejadiliwa kwenye kikao. Sasa wao umesema mpaka kupewa hati, si ndio? Ombi lile sasa likisha idhinishwa, Wizara ya Mpango Miji, idara ya Mpango Miji imeidhinisha ule mchoro wa mpango miji kwamba uko vizuri. Hatua inayofuata ni upimaji. Kwamba wataalamu sasa wa upimaji watakwenda kupima kwa maana ya kumwekea alama za mipaka au beacon. Upimaji ule nao una hatua zake ambazo zinafuatwa, utafanyika, na baada ya kupimwa utaletwa tena wizarani kwa ajili ya kuidhinishwa na mkurugenzi wa upimaji na ramani. Baada ya uidhinishaji, ramani ile sasa inakuwa imepewa namba, iko tayari kwa kumilikishwa. Kwa hiyo afisa ardhi sasa anaingia kufanya kazi ya umilikishaji. Kwa hiyo naweza nikasema toka mtu anapoleta ombi la sasa hiyo miezi 4 nilikuwa nasema kwa maana ya ule mchoroko wa mpango miji kuidhinishwa kwamba sasa uko tayari kwa kupimwa. Lakini sasa mpaka kupata hati ni mpaka zipite hatua hizo. Kwa hiyo hakuna muda fixed ambao naweza nikautaja, lakini angalau kwenye swala la hati tumejiwekea muda sasa kwamba angalau basi ndani ya mwezi mmoja mtu aliyepimiwa tayari akiomba kupewa hati aipate ndani ya mwezi mmoja anapokuwa mpeleka ombi lake. Labda na hizo gharama tutaja awali za 300,000 zinakuwa ndio katika mlolongo huu kutaka kumilikishwa. Hicho nimetaja ni kile kipengele tu cha upimaji. Tuna hatua 3. Tuna hatua kuandaliwa mchoro wa mpango miji, tuna hatua kupima na hatua ya kutayarishwa nyaraka za umilikishwaji mpaka kulipa. Sasa kwa hizi za mipango miji tulikuwa bado hatujawahi kufanya gharama kuchanganua ili tujue mtu mmoja anaweza kalipa shilingi ngapi. Tunaendelea na kuandaa kwa sababu tunataka tupate bei elekezi ili mtu yeyote akisema anataka kupimiwa awe anajua kwa ukubwa wa kiwanja changu gharama zote ninazotakiwa kulipa ni hizi. Kwa hiyo tunaendelea kuandaa
karibu tutakamilisha ili kwamba tuweze kuwa sana bei fixed ambayo inafahamika. Labda mtu mwingine anataka kufahamu, huyu anasema kwamba hapa kuna takiwa peleke barua halmashauri, vikao vya mpango miji vikae na vinakaa baada ya miezi miwili au mitatu. Miezi mitatu. Sasa mtu mwingine anasema kama barua yangu napeleka leo, ziko kwa barua ngapi? Na maana baada ya miezi mingapi ndio barua yangu itaanza kujadiliwa? Tunaanza kufikiria hapa na sasa itakuwaje? Barua nyingi sana. Aha. Kinachofanyika, zile barua kadri zinapokuja zinapokelewa, zinahifadhiwa. Kwa hiyo siku kikifika kikao, inaletwa tu orodha ya watu walioleta maombi, kwamba tulipokea maombi kutoka kwa watu hawa, labda wanaweza kuwa watu 60. Kwa hiyo wao watajadiliwa kwa pamoja. Ndio maana nikasema inategemea mtu alileta lini. Kwa hiyo yule ambaye alileta mwanzoni kabisa atalazimika tu kusubiri hiyo miezi mitatu, kwa sababu unless kutatokea kitu cha haraka sana cha dharura kwamba kamati ile inatakiwa ikae itishwe, labda kuna eneo linataka kijengwe kitu ambacho ni agizo la serikali kwa kitu fulani, kitaitishwa kikao cha dharura. Lakini katika hali ya kawaida vikao vile vinapaswa vikae kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo mwananchi atapaswa tu kusubiri. Labda katika sheria za upimaji wa ardhi, maeneo ambayo yameonekana kukaa wazi muda mrefu kutokuendelezwa, sheria inasemaje? Kawaida mtu anapomilikishwa anatakiwa ndani ya miezi 6 kwanza tangu siku alipokabidhiwa hati yake aanze ujenzi. Aanze ujenzi ndani ya miezi 6. Alafu inatarajiwa ndani ya miezi 36 au ameendeleza, yani tuseme amejenga. Kwa hiyo sheria iko hivyo. Sasa kwa sheria hii ni ya siku nyingi, ilitungwa siku za nyuma, wakati ule viwanja watu walikuwa napewa bure. Yaani wakati ule ardhi tupu ilikuwa ni mali ya umma. Kwa hiyo hata wananchi wenye ardhi tupu walikuwa hawafidiwi. Mtu alikuwa anafidiwa nyumba tu. Na kwa hiyo ndio maana ilikuwa ni rahisi tu, ukipewa kiwanja bure, serikali umeshindwa kutimiza masharti, utatakiwa ukirudishe. Lakini kwa utaratibu wa sasa hivi ardhi inauzwa, mtu hapewi bure, ananunua. Kwa hiyo tunaangalia, inawezekana haya mapitio ya sera ya ardhi yanayofanyika anaweza akaliangalia hilo, huo muda wa kumnyang'anya mtu, kwa sababu unamnyang'anya kitu ambacho alinunua, ni mali yake. Kwa hiyo nafikiri kuna namna ambayo tutaangalia tunashughulika vipi na mtu huyu ambaye kiwanja hicho alikipata kwa kukinunua. Naam, kwa muda mrefu na pengine imekuwa hajakiendeleza. Lakini tukizungumzia kwenye huu upimaji, kuna wale wengine unakuta mtu anammilikisha mtu, anamwachia kiwanja au anamwachia eneo lile, unakuta watu wawili au watatu wanakuwa kiachana. Utaratibu kwa maana kumekuwa kuna mkanganyiko hapo kwamba huyu anasema la kwake, huyu anasema la kwake. Nyinyi mnapokuja katika kupanga kuhakikisha sasa mwisho wa siku kwamba yule muhusika anabaki kuwa ni mmoja, mnafanyaje hapo? Kwa kawaida mauziano kwenye maeneo hayo, na hapa najua tunazungumzia maeneo ambayo hayajapangwa. Kwa sababu yaliyopangwa na kupimwa, mtu akimilikishwa anapewa hati yake. Na ambayo tumeshaizungumza awali kwamba zamani ni kweli unaweza mtu anapewa hati tena nyingine juu ya kiwanja hicho. Tunazungumzia hapo unakuta kwenye mabadilishano yale, hili mnalizingatia vipi hapo? Sasa hili kwa sababu kwenye maeneo yasiyopimwa, wasimamizi wakubwa wa mauziano haya ni viongozi wa mitaa, wenye viti wa mitaa. Wao ndio wanasimamia yale mauziano na kwa hiyo mtu anaweza kutupa jibu sahihi kwamba mmiliki halali ni yupi, ni yule aliyesimamia yale mauziano. Na katika hali ya kawaida huwa tunaangalia yule wa kwanza kwamba alipouziwa yeye, na kama walikuwa na makubaliano na alitimiza masharti yote. Hawa wanaofuata nyuma, mimi kwa mtazamo wangu anakuwa kuna wengine anakuwa anasema mimi mwenyewe nimekuja nimeleta watu wamenipimia hapa, umepima hapa, ndio hicho ndio tushikizungumza. Alikadhalika anasema mimi nimepima, unakuta eneo anasema limepimwa, kila mtu anasema kuna namna moja yake, mimi eneo langu limepimwa na ana hati kabisa. Ndio tunazungumzia hilo, pengine hili mnalitazamaje? Ndio tunamshauri hilo ndio ambalo sasa tumesema tutaangalia yule ambaye alikuwa na haki, basi ataachwa pale. Wale wengine, na hasa kwa sababu kama anakuwa amepewa hati, unajua hati ni mkataba, ni mkataba kati ya mwananchi na serikali. Serikali imejikomiti kwamba tumekukabidhi kiwanja, na ile hati ndio uthibitisho. Hao ndio ambao nimesema tunalazimika kuwapa viwanja mbadala, ili asiwe ameingia hasara, kwa sababu alifuata taratibu zote na akapewa mpaka nyaraka ya serikali. Kwa hiyo hao ndio ambao tunaendelea kuandalia viwanja vya kuwafidia. Kwa sasa hivi kwa utaratibu uliopo kwamba mimi kama nimepimiwa eneo langu Sara, ina maana akija mtu mwingine mpimaji akija kupima, nikimleta mtu kwa ajili ya kusema kwamba mtu nikimuuzia mtu akileta watu wake, ina maana yule anayekuja kupima atagundua kwamba ile eneo lishapimwa hapo awali. Atagundua. Labda hao wameamua kufanya vitu ambavyo atagundua. Kwa hiyo ndio maana nikwambia sasa hivi teknolojia inaturuhusu kugundua pia hata upimaji. Kwamba ni kabla hujaenda kupima, ukiingiza tu vile vipimo kwenye kompyuta vinakuonyesha kwamba hapa pana upimaji ulifanyika.
Na ndio maana nasema haya mambo yalifanyika zamani wakati ule wa kila kitu kwa kinafanyika manually. Lakini kwa teknolojia tulionao sasa hivi upimaji ukifanyika juu ya upimaji mwingine utagundulika. Mchoro wa mipango miji ukiandaliwa juu ya mchoro mwingine ambao ulishaandaliwa pia utagundulika, kwa sababu kila mchoro ukiandaliwa unaingizwa kwenye kompyuta. Upimaji ukifanyika vipimo vinaingizwa kwenye kompyuta. Hati ikiandaliwa inaingizwa. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia hayo matatizo kwa miaka hii inayokuja tunakoenda hayatakuwepo. Hayatakuwepo. Maana unakuta mtu mwingine Sara anahusisha anasema mimi nina taratibu zote bwana nimefuatilia hapa. Na kila mtu ukiangalia kwamba mwenyewe nimepimiwa kiwanja changu hichi, niliuziwa na fulani. Basi kwa kuhitimisha pengine wito wako kwa jamii alikadhalika kuzungumza na wananchi kuhusiana na swala zima la mipango miji na vijiji. Kwa kuhitimisha, wito wangu kwa wananchi, kwanza wanapotaka kununua maeneo kwa ajili ya ujenzi, ni washauri kwamba wapate ushauri wa kitaalamu. Kwa sababu wakati mwingine anaweza kauziwa eneo, kumbe eneo hilo lilishapangwa kwa matumizi fulani. Na wakati mwingine lilishalipiwa na fidia, yani huyu anayemuuzia anajua kabisa lilishalipwa fidia. Kwa hiyo atapata hasara tu. Lakini pia ni wasihi kuto kujenga maeneo ambayo ni hatarishi. Kwamba swala isiwe tu ni kujenga, lakini angalia pia na usalama wako. Na pia ni wahamasishe kushiriki kukubali mazoezi haya tunayoendelea nayo ya urasimishaji, kwa sababu sasa hivi tunakusudia kuendelea kwenye mikoa mingine pia. Kuna mikoa kama Mwanza, Arusha, mkoa wa Mara pale manispaa ya Musoma, Tabora, Singida, tunakusudia kufanya mazoezi haya. Kwa hiyo niombe tu ushirikiano wao. Asante sana. Tunakushukuru sana. Asante sana. Sara, tamati ya kipindi cha Kumekucha. Shukran. Na mtazamaji wa ITV, tamati ya kipindi cha Kumekucha. Huyo alikuwa ni Immaculata Senje, mkurugenzi msaidizi idara ya mipango miji na vijiji. Tulikuwa tukizungumzia urasimishaji wa makazi holela, na mmeweza kumsikiliza hapo kwa yale ambayo amekuwa akizungumza kwa asubuhi ya leo. Mimi naitwa Benjamin Mzinga, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.